Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kupoteza ushahidi fulani. Kuhisi kiu sana. Miwasho ya ngozi kuwepo. Kuna mtu atafanya uwe na mashaka. Kutomuelewa mtu kwa haraka. Kuhisi jambo linajifunga tena. Utata au ugumu wa kitu kuwepo. Paka kulia sana usiku. Ni taarifa itakayo kushtusha. Mtu anahitaji kukufikia au kuwa karibu yako. Utaacha kuongelea kitu fulani. Mpinzani wako atakuchunguza. Nyota ya nge. Kuelimika. Kufanya mambo mazuri. Kukaa sana sehemu. Kupenda kukagua kitu. Mtu anavutiwa na wewe kwa utendaji wako, mwonekano au vinginevyo. Kustahamilia kitu. Kufanya ukaguzi upya. Kuruhusiwa kufanya kitu. Kurekebisha kitu. Utashughulika na jambo muhimu. Jambo la mahusiano kuliweka pembeni kwanza. Utaumizwa na mtu umpendaye. Kufanya sana ibada. Nyota ya kaa. Kuhisi hali ya ghadhabu sana. Kuwepo kwa mchafuko wa nguvu yako. Hivyo utajihisi hasira au homa kali sana na kukosana na mtu pia. Mtu atakuwa mwenye hali ya utofauti kwako. Kuhesabiwa kitu au jambo fulani kufanyiwa mahesabu. Kuumwa tumbo sana. Kupata tatizo la mshipa wa ngiri au henia. Mtu atalalamika kuhusu tabia ya mtoto au mtu yoyote. Kusahihisha kitu. Utakuwa muoga wa kutumia kitu. Kufanya jambo kwa kumwekea mtego mtu. Mtu atajieleza mengi sana kuhusu yeye au kitu. Nyota ya mizani. Kuchukiwa au kuchukizana na mtu. Kupotezea ugonjwa au hali uliokuwa nayo. Mishipa ya miguu kukaza sana. Kupata toleo jipya la kitu. Kujulishwa ugumu wa kitu. Utapinga jambo. Mtu fulani atakusababishia hasara. Ulilolisubiri kwa muda mrefu sana, mwangaza wake wa kutimia utakufikia. Nyota ya mapacha. Utaacha kumhofia mtu. Huruma yako kwa mtu utajua kuwa na udhaifu wako kwake. Kutarajia kupata kitu. Kuhisi kuogopwa. Kuukataa usumbufu wa mtu. Kujiandaa kwa jambo. Kuona kitu kinachojirudia. Utathibitisha kitu. Neno lako kutimia kwa jambo fulani. Kuhitaji mawasiliano ya haraka na mtu. Nyota ya ndoo. Kuongezewa kitu ulichokihitaji. Kupanga kuonana na mtu. Kuondosha tofauti zako na mtu. Kuingia sehemu na kuhisi kusisimka. Kuapishwa kwa jambo la utekelezaji. Kuuinua uchumi wako. Kutekeleza jambo. Mtu aliyekuwa mbali na wewe atakufikia au kuwa karibu yako. Utaiheshimu kauli ya mtu. Kuhisi utambulisho mpya utakufikia. Kufungukiwa kwa jambo muhimu. Kulazimika kufanya kitu. Jambo la haraka au ambalo hukulitarajia kufanya. Litakuwa na uokozi mkubwa sana. Nyota ya mshale. Kutafuta usuluhishaji. Kumuunganisha mtu katika jambo muhimu. Utakuwa sababu ya kitu kutokea. Kupokea kitu kwa hofu. Kuwaza kitu na kikatokea kweli. Kulalamika maumivu ya mbavu. Kujigonga sehemu. Kumwepuka mtu. Kuiepuka fedheha. Kulipa deni. Jambo fulani kuwa sawa. Utalazimika kufanya kitu muhimu. Nyota ya simba. Kupiga chafya sana. Kuuondosha ukwamishaji wa jambo. Utakuwa makini katika kutetea kitu. Utalipa wema aliyokufanyia mtu kwa namna ya upendo. Tumbo kuunguruma. Kupata choo kwa shida. Utaambiwa jambo moja na watu tofauti. Jambo ulilolianza kwa sasa litakuwa na mafanikio makubwa miezi ijayo.
Utaiga kufanya kitu. Utapata mwangaza kukielekea kitu. Utafahamu kitu kikubwa sana. Mtu kuacha kazi. Utajilipa kupitia kitu. Upendo wako utakuangazia pazuri. Nyota ya punda. Kuonesha nia ya utekelezaji wa kitu. Ila unakuwa mzito sana kufanya jambo hilo. Kusikitika. Kupata mafua makali. Kuna jambo utaweza kumwambia mtu. Mtu atataka kujipa umuhimu au thamani kwako. Kwa maana ya bila yeye wewe usingefikia ulipo. Au namna fulani. Utaipuuza hali anayoipitia mtu. Kuongea maneno mengi sana baada ya mtu kukufanya uyazungumze yaliyojificha. Kutazamana na mtu kwa kushtukiza. Kutoipenda dharau ya mtu. Nyota ya ng'ombe. Hughairisha jambo. Mtu anakufikiria sana. Unaweza kupata mawazo pia kumuhusu. Kitu kuanguka kitakacho kushtusha. Utakuwa mwenye machaguo mawili ambayo hujui lipi ulifuate kwa usahihi. Usingizi kukata ghafla wakati wa usiku. Unaweza kujihisi kichwa kuuma mara kwa mara. Kupokea taarifa muhimu sana. Utapata kitu kizuri. Macho yako yatakuwa yenye kuuma. Nyota ya mashuke. Sauti yako itakuwa kali sana. Mtu anaeleza jambo lenye kukuhusu. Utapata ishara ya kumjua mtu huyo. Kusafisha kitu mara kwa mara. Mtu atashindwa kukuzoea kwa haraka. Kwa kuwa hujampa nafasi hiyo. Utakuwa mwenye haraka sana hata kuongea kwako. Kukosa usingizi. Utajifariji kwa mawazo mazuri. Utajiondosha kwa mtu. Mafanikio ya mtu yatafanya uwe na nguvu ya kupambana pia. Unachokifikiria utakuwa unakiota sana. Kupata jeraha litakalohitajika kushonwa kiutibabu. Nyota ya mbuzi. Kuchangamkiwa sana na wazee. Kiuno kuuma. Kumwelezea mtu kuhusu maisha. Kufahamiana na mtu utakayekuwa na mapatano naye sana. Unachokiomba kinakupa udhihirisho mzuri. Utapata kitu kwa urahisi kutokana na baraka nyingi zinazokufikia. Kitu ulichokuwa na wasiwasi nacho kitahitaji ufumbuzi. Unachohisi kwa mtu kina ukweli. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.